Kama unafahamu, leo ni kumbukizi ya tarehe ya kuzaliwa kwa baba wa taifa, ikiwa ni miaka 103, na tuko na wadau mbalimbali hapa, na kubwa ni kutaka kuangalia wanaizungumziaje miaka 103 ya baba wa taifa. Leo ikiwa ni kumbukizi ya kuzaliwa ambayo imefanyika hapa katika ukumbi wa Jakaya Kikwete, makao makuu ya nchi na serikali, tunaizungumzia Dodoma. Na hapa niko na mdau ambaye yeye atajitambulisha. Tuzungumzie hii miaka 103 kwanza, yeye kama ni sehemu ya kuandika historia leo hapa, anaizungumziaje hii? Kwa jina naitwa Ali Kasim Mandai, ni mjumbe wa Baraza Kuu la Wazazi Taifa, nafasi 3 za Tanzania Bara. Kwanza naomba nishukuru sana kwa kunipa nafasi hii, na leo ni kumbukizi ya kuzaliwa kwa baba wa taifa miaka 103. Jemedari mzee wetu hayati baba yetu wa taifa ambaye amepambana sana kwa ajili yetu, kwa ajili ya taifa letu, na hatimaye leo tuko kwenye nchi hii ambayo tunaendelea kwa amani kwa sababu ya kuzaliwa kwake. Kwa hiyo mimi kama kijana, mimi kama mwana CCM, mimi kama Mtanzania, ninalo furaha ya kuona kwa kiasi kikubwa tunaendelea kusherehekea maisha ya baba yetu wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, kwa sababu ametuachia taifa likiwa moja, lenye lugha moja, lililokuwa halina mgawanyiko, lenye dini ambazo kila mmoja ana nafasi ya kufanya dini au kwenda kwenye kanisa, msikiti, popote pale ambapo anapahitaji, lakini wote wa Tanzania wataendelea kuwa wamoja. Amani na utulivu aliyotuachia mpaka leo wazee wetu wanaendelea kuienzi, na sisi tunahitajika kuendelea kuienzi. Moja ya kitu ambacho baba taifa alisisitiza uzalendo. Swala la uzalendo laliona wapi kama kiongozi na ni kijana? Swala la uzalendo ni moja kati ya vitu vikubwa ambavyo baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere alilizungumzia, lakini wakati anazungumzia uzalendo alisema aliweka filosofi au mipango sahihi katika kuzungumzia uzalendo. Na uzalendo huo aliozungumzia, akazungumzia swala la kila mmoja ajitafakari na aone kwamba yeye ni Mtanzania na ana nia na dhamira ya dhati ya kuhakikisha taifa hili linaendelea mbele kwetu sisi tulioko sasa, lakini pia na kizazi kijacho, kwa sababu hatuna taifa lingine la kusema tunaweza kukimbilia. Kwa kila mmoja ahakikishe misingi ya uzalendo wa taifa letu, analipenda taifa letu na anawapenda watu wake. Na ndio ikaja ile kauli ya kusema unaponiona mimi ni kama nimekuona wewe, na unapokuona wewe ni kama umeniona mimi. Maana yake sisi ni wamoja, tunahitaji kuweka uzalendo kwenye taifa letu. Sawa. Moja ya kauli ambazo wameshawahi kuzizungumza baba wa taifa, taifa hili linahitaji vijana shupavu na viburi na wajeuri kwa maslahi mapana ya kulinda taifa lao na uzalendo. Hili unalizungumzaje? Lakini kauli hii pia kuna baadhi ya watu wanaitumia vibaya. Wewe hii unaizungumzaje kauli? Mwandishi, unaonekana wewe una lako, lakini niseme jambo moja. Ni kweli baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere alizungumzia uzalendo na kuhitaji vijana shupavu, vijana jasiri ndani ya taifa letu. Lakini alipozungumzia hilo alianza na mambo manne. Jambo la kwanza aliongelea watu. Na alipozungumzia watu alisema kwamba sisi kama Watanzania au sisi kama watu tunahitaji kupendana na kutokubaguana kwa staili yoyote ile, na tuwapende watu kama tunavyojipenda sisi. La pili akazungumzia ardhi katika misingi ya kuona kwamba watu wote wanahitaji ardhi, na ardhi ni rasilimali ya taifa letu. Kwa hiyo alipozungumzia swala la ardhi alisema Watanzania wote wanahitajika kuendelea kuwa na ardhi yao, lakini wasinyanyasane kwa ardhi iliyopo, kwa sababu ni tunu ambayo kila mmoja akienzi, akiiweka vizuri, maana yake itatunufaisha sisi na itanufaisha kizazi kijacho. Na rasilimali hii ikigawiwa vizuri, kila mmoja atapata manufaa, kwa maana atapata maeneo ya kulima. Na kama unakumbuka, tulikuwa na moja kati ya vitu vikubwa ndani ya taifa letu, tunategemea uchumi wa kilimo. Lakini ukiondoka hapo alizungumzia siasa safi. Alipozungumza siasa safi katika hilo la uzalendo na vijana jasiri, maana yake aliongelea kwamba watu wa Tanzania wanahitaji wapate siasa safi, wafanye siasa safi. Sasa wale ambao unawafikiria na unawazungumza na uliowasikia ni watu ambao hawafati mambo yote aliyoyazungumza baba wa taifa. Tunaposema siasa safi, wao hawahubiri siasa safi, wanahubiri chuki, wanahubiri maandamano. Haya si sehemu ya mambo ambayo baba wa taifa aliyahubiri. Kwa hiyo tunapozungumzia siasa safi, tunahitaji watu waweze kutumia fursa, waweze kutumia demokrasia, waende kwenye siasa. Na ukitaka kuprove hili kwamba hao wamebadilika na kutokufuata misingi ya baba wa taifa, sasa hivi tumetoka kwenye katika kusaini kanuni za kupiga kura, kanuni za uchaguzi za mwaka 2025 2030. Kanuni hizi baadhi yao vyama vingine 18 vimesaini kanuni hizi, lakini kuna chama kimoja ambacho chenyewe ndio kinazungumza kwamba kiko kwa ajili ya kufuata yale ambayo baba wa taifa ameyazungumza. Wao wameamua kujiondoa
na wamejiondoa kwenye hilo kwa sababu ya tunasema ubinafsi. Kwa nini nasema ubinafsi? Kwa sababu kama chama cha siasa, maana yake wana watu wengi waliotegemea kuchukua nafasi mbalimbali kwa ajili ya kugombea. Unapokuwa utaki kusaini makubaliano yaliyowekwa, maana yake wewe unaleta ubinafsi na utaki kwenda na watu wengine. Maana yake wanawaondoa watu katika haki ya msingi ya kwenda kupiga kura, lakini pia ya kwenda kupigiwa kura. Lakini baba wa taifa hajahubiri maandamano kama ambavyo wao wanahubiri, huku wakitumia jina la baba wa taifa vibaya. Kwa hiyo mimi nafikiri ni vema watu wakaelewa baba wa taifa alikuwa na misingi gani na wao wanachokizungumza ni nini. Hii sio sawa. Lakini baba wa taifa hakuwa mtukanaji wa viongozi. Hawa moja kati ya vitu vikubwa wanavyofanya ni kutukana viongozi kila wanaposimama kwenye majukwaa. Kazi yao kubwa ni kutukana viongozi. Wanatamka jina la Mheshimiwa Rais kama wanamtamka rafiki yao. Hii sio sawa. Na huu sio ujana ambao ulizungumzwa na baba wa taifa. Tuheshimu viongozi, tuheshimiane.